Kiukweli nimesikia bajeti ambayo imetajwa siku ya leo. Imegusia sana na ongezeko kwenye vitu vingi vya ujenzi. Kwa binafsi mimi nilitamani vitu vya ujenzi vingeshuka bei, angalau kila mtu Mtanzania wakati wa hali ya juu na ya chini wote waweze kupata uhaweni wa kupata vitu vya ujenzi. Hasa wakiweka hela ya ujenzi, wakipandisha vitu vya ujenzi ikiwa kwa gharama kubwa kiasi hicho, je, huyu Mtanzania wa hali ya chini, huyu Mtanzania wa kipato cha kati na yule kipato cha kawaida ataweza kumudu hizo gharama? Tungepomba serikali ingetafuta vyanzo vingine vya kuweza kufidia hizo gepu za kuliko kuweka kwenye ujenzi. Wangetafuta maeneo mengine ya kutafuta hizo hela ili kwenye ujenzi kusishikwe sana. Maana sementi yenyewe ilikuwa ni shida. Haya, uje kwenye mabati, uje kwenye nondo, uje kwenye nini, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sidhani kwa Mtanzania hiki kitu kitakuwa kinamfaidisha. Kependa kila Mtanzania atoke kwenye kuwezeka kwenye nyumba za nyasi na tembe aezeke bati. Lakini kwa utaratibu huu hata mabati tutashindwa kununua. Ina maana yule Mtanzania aliyojenga miaka iliyopita, sasa hivi Mtanzania tutashindwa kujenga, tunarudi kule. Kwa hiyo bado serikali itakuwa bado inaendelea kutunyonya sisi wananchi. Ni walaji wengi si walaji wa sausage, wengi si walaji wa ice cream. Na ukiangalia tu kwenye masuala ya afya, hamna kitu kinachoongezeka kwenye hizo ice cream wala hizo sausage. Kwa hiyo wangeongeza kama ni kuongeza, lakini isiwe kwa wingi. Kodi wangeweka huko kidogo ili hata yule mfanyabiashara na yeye aweze kupata kipato. Kwa hivi vitu ambavyo vimepanda bei, hasa bidhaa za ujenzi, mabati, nondo na vingine, hivi vitu kwa kweli vinaenda kutuletea shida, kwa sababu kwa watu wenye kipato cha kawaida inakuwa ni shida kujichanga kuweza kupata hela ya kukidhi kununua vifaa kama hivyo. Inakuwa ni tatizo kubwa. Niomba sana kwa kupanda kwa hizi bidhaa ni kutokana na kodi kubwa wanaotozwa wale wanaotuletea hizi bidhaa. Sasa kwa komenti yangu ambayo ningeweza kusema ni kwamba serikali ingeangalia kabla ya kuweza kupandisha vitu hivi bei, kuangalia kwamba tunapopandisha hivi bidhaa bei, tutakuwa tunatengeneza nini? Tutakuwa tunatengeneza usawa kwa Watanzania. Watanzania wote wako sawa, kwa sababu utakuta ni watu wachache wanaweza kumudu zile bei, lakini wale wengine wataweza? Kama sio kuishia kuishi tu nyumba za kupanga. Wanasema wameongeza mishahara. Hicho ndio kinachopelekea na kawaida wafanyabiashara wanaposikia mishahara imeongezeka, kwamba tumeongeza mishahara, wanajua kabisa na sisi tunaongeza bei bidhaa zetu tunaziongeza bei. Kwa hiyo kabla ya kufanya hivyo walitakiwa waangalie bidhaa hizi, wapunguze ushuru. Ushuru ndio unatuumiza kila siku, tunalalamika ushuru unatuumiza, lakini wapi? Nimesikiliza bajeti ya leo kuhusu vitu ambavyo vimepanda kwa ujenzi, ikiwemo simenti, mabati, misumari. Kwangu mimi sioni kama ni sawa, kwa sababu serikali itakuwa itafute mapato kupitia sehemu nyingine ambazo ni sehemu za msingi kabisa. Zile sehemu ambazo ni affordable kwa maisha ya kawaida ya kipato cha chini wangeacha. Ndio makampuni na vitu ndio ambavyo ni msingi kabisa. Ila huko ni ambapo misumari, mabati, nini wangeacha ili watu waweze kukimu ukali wa maisha. Kwa sababu mtu amepanga na baada tena haendelee kujenga, sidhani kama tutatoboa. Hata tutakuwa tumechoka sana. Kwenye vitu ambavyo kama ice cream na sausage, napo sio vitu vya kuweka kodi. Ni vitu kwa namiza tu. Kuna vitu kama msingi kabisa vya kuweka kodi. Na vitu kila mahali kwa sababu tunataka kuingia watu.